Shirika la utangazaji la BBC limeripoti kwamba mwanaharakati kutoka Uganda ambaye alikamatwa na kushikiliwa kwa siku kadhaa nchini Tanzania na baadaye kupatikana mpakani mwa nchi hizo mbili ameliambia shirika hilo kwamba alibakwa akiwa kizuizini nchini Tanzania. Akifafanua maelezo ya awali yaliyotolewa na kundi lake la haki za binadamu lililosema kuwa alionyesha dalili za kuteswa, Agatheri Atuahire alidai kuwa watu waliokuwa wamevalia mavazi ya kiraia walimfunga macho, kisha kumpiga, kumvua nguo na kisha kumbaka. Atuahire alikuwa ameshikiliwa bila mawasiliano nchini Tanzania pamoja na mwanaharakati mwenzake kutoka Kenya, Boniface Mwangi, ambaye alikutwa siku ya Alhamis mpakani mwa Tanzania na nchi yake ya Kenya. Mamlaka za Tanzania bado hazijatoa tamko lolote kuhusu tukio hilo. Makundi ya haki za binadamu ya kikanda yametaka kufanyike uchunguzi, huku idara ya mambo ya nje ya Marekani kupitia kitengo cha masuala ya Afrika ikisema kuwa inahofia ripoti za unyanyasaji waliopitia wanaharakati hao wawili. Maumivu yalikuwa makali mno, alisema Atuahire, akionyesha BBC kovu alilodai kuwa ni sehemu aliyofungwa pingu. Aliongeza kuwa alikuwa akipiga mayowe kwa nguvu sana kiasi kwamba walilazimika kumziba mdomo. Atuahire alielezea BBC kwa undani wa kusikitisha kuhusu ubakaji aliodai kufanyiwa. Alisema pia alisikia kilio kutoka kwa Mwangi na kwamba waliokuwa wanamshikilia Mwangi walimtishia kumtahiri kwa nguvu. Wawili hao walikuwa wameenda Tanzania kuonyesha mshikamano na kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, ambaye alifikishwa mahakamani siku ya Jumatatu akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Kwa upande wake Mwangi alisimulia aliyopitia katika chapisho kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X, akidai kuwa tuliteswa na tuliambiwa tuvue nguo zote na kwenda kuoga. Hatuwezi kutembea, tuliambiwa tutambae kwenda kuosha damu. Licha ya kuruhusiwa kuingia nchini humo, Mwangi pamoja na Atuahire hawakuruhusiwa kuhudhuria kesi hiyo na walikamatwa na jeshi la polisi nchini Tanzania. Siku ya Jumatatu, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alionya kuwa hatakubali wanaharakati kutoka nchi jirani kuingilia mambo ya ndani ya nchi yake na kusababisha vurugu. Atuahire alipatikana akiwa ametupwa mpakani siku ya Alhamisi usiku baada ya kushikiliwa tangu siku ya Jumatatu, kwa mujibu wa Agora Center for Research, ambalo ni shirika la haki za binadamu lenye makao yake huko Uganda, ambalo linaongozwa na mwanaharakati huyo. Kwa upande wake, balozi wa Uganda nchini Tanzania Fred Musige alisema kuwa Atuahire amerudi nyumbani salama na amepokelewa kwa furaha na familia yake. Mwangi, ambaye hapo awali alipatikana akiwa ametupwa kando ya barabara kaskazini mwa Tanzania karibu na mpaka wa Kenya, alisema alimsikia Atuahire akigugumia kwa maumivu walipokuwa wakishikiliwa pamoja siku ya Jumanne. Jaribio lolote la kuzungumza wakati wa usiku tulioteswa lilikabiliwa na mateke na matusi. Tuliondolewa eneo la mateso kwa magari tofauti, aliongeza Mwangi. Alisema waliokuwa wanawashikilia walikuwa wakipokea maagizo kutoka kwa afisa wa usalama wa taifa, ambaye alieleza wapatiwe adhabu ya Kitanzania. Kutoweka kwa Mwangi kulizua wasiwasi mkubwa nchini Kenya, ambapo familia yake, jamii ya kiraia pamoja na mashirika ya haki za binadamu waliandamana wakidai aachiliwe. Siku ya Jumatano, serikali ya Kenya ilitoa malalamiko rasmi kuhusu kushikiliwa kwake, ikilaumu mamlaka za Tanzania kwa kukataa kutoa fursa ya usaidizi wa kibalozi licha ya maombi ya mara kwa mara. Mapema siku ya Alhamis, Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya ilitoa taarifa ikisema haijaweza kumpata mwanaharakati huyo. Makundi ya haki za binadamu ya kikanda yametaka kufanyika uchunguzi kuhusu madai ya unyanyasaji waliopitia wanaharakati hao kutoka kwa mamlaka za Tanzania na kuhimiza nchi zote za Afrika Mashariki kuheshimu mikataba ya haki za binadamu. Nayo idara ya mambo ya nje ya Marekani kupitia kitengo cha masuala ya Afrika ilisema kwamba inahofia sana ripoti hizo za unyanyasaji, ikibainisha kuwa Bi Atuahire alitambuliwa mnamo mwaka 2024 kama mshindi wa tuzo ya kimataifa ya mwanamke jasiri.
Tunatoa wito wa kufanyika uchunguzi wa haraka na wa kina kuhusu tuhuma hizi za ukiukaji wa haki za binadamu. Tunazihimiza nchi zote katika ukanda huu kuwawajibisha wale wote wanaohusika na ukiukaji wa haki, ikiwa ni pamoja na mateso, ilisema idara hiyo ya mambo ya nje ya Marekani katika chapisho lake. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kinaendelea katika sakata hili. Kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.